Bwana Yesu na asifiwe. Mpenzi mtazamaji, ndugu zangu, dada zangu, ni matumaini yangu ya kwamba usiku ulikuwa ni wa baraka. Na kama unaweza kuwa ni usiku ambao unasema kwako ulikuwa ni mrefu mno, maana umeweza na kuyapitia mengi. Maana umeweza, yani unawazua, maana mambo yamekuwa mengi tu, majaribu yamekuwa mengi, changamoto ni nyingi. Lakini ningetaka ujue hili tu, Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe katika hayo yote. Katika hayo yote. Haijalishi umelia kwa muda mgani, Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe. Anaona hayo machozi, anayaelewa, anajua ni sababu gani uyalie. Lakini vile ambavyo anayaona, anayaelewa, pia anakushughulikia ili ukaweze na kutoka kwa hilo jambo, ili hayo yakaweze na kupita tu na yakuache ukiwa salama, yakuache tu ukiwa umesimama imara. Basi kwa asubuhi ya leo karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Benjamin Ziwa kutoka kanisa la ABC Chondu Iveti Pastorate. Ni yeye tu tunaendelea kwa pamoja naye, aendelea na kutusaidia kuogelea ndani ya haya manyunyu ya baraka. Karibu. Ndugu mpendwa, asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Nikitumai ya kwamba Mungu amekuamsha, amekutia nguvu, amekutendea mengi, na asubuhi ya leo ninakukaribisha tunapoanza siku ya leo tukaweze kuzipokea baraka zake Mwenyezi Mungu, na tunapoanza siku ya leo tukaweze kupokea nguvu zake Mwenyezi Mungu kupitia kwa neno lake. Basi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu unayetupenda na kutujali, tunakushukuru, tunakuhimidi, tunakuheshimu, ni kwa sababu wewe ni muweza wa yote. Matendo yako ni ya ajabu. Pokea sifa, pokea utukufu, ketie mahali pako patakatifu. Wewe ni mwema, wewe ni Mungu wa ajabu. Matendo yako tumeyashuhudia asubuhi ya leo, na ndio sababu tunaliinua jina lako, tunakuheshimu na kwa sababu ya ukuu wako. Baba, twanyenyekea kwako na kuungama dhambi zetu. Mfalme, ukapate kutusamehe. Tunapoanza siku hii ya leo, tunahitaji uwepo wako, ukatembee nasi siku ya leo. Tangulia katika maisha yetu Mfalme, tangulia katika maisha ya mpendwa, ili Bwana akapate kusihizi nguvu zako na akapate kushuhudia ukuu wako na wema wako. Jitwalie sifa na utukufu kupitia kwa wapendwa asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kushukuru. Amina. Wazo letu asubuhi ya leo tutalipokea kwenye kitabu cha Mathayo, sura ni hiyo ya 6, kuanzia mstari wa 25 hadi wa 33, na ninaamini ya kwamba Mungu atatubariki. Basi na tusome pamoja. Kwa sababu ya hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mfae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kuliko hao? Yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya shambani, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleimani katika fahari yake yote hakufikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Basi ikiwa Mungu uyafika hayo majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho utupwa karibuni,
Je, atazidi sana kuwafika ninyi enyi wa imani haba? Msiyasumbukie basi mkisema tule nini au tunywe nini au tufae nini? Kwa maana hayo yote mataifa uyatafuta, kwa sababu Bwana yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo neno la Mungu limetutia nguvu na limetuhimiza ya kwamba sisi tusijisumbukie, lakini kwanza tutafute ufalme wa Mungu. Mungu anajua yale ambayo tunahitaji. Ni kweli Mungu anajua unahitaji baraka. Ni kweli Mungu anajua unahitaji kazi. Ni kweli Mungu anajua unahitaji amani. Ni kweli Mungu anajua unahitaji mavazi. Mungu anajua unahitaji na hata chakula. Lakini kwanza Biblia imetuhimiza kwanza tutafute ufalme wa Mungu. Tusijisumbue kwa hayo yote ambayo tunahitaji. Kwa maana Mungu wetu anatujua na anatujali zaidi ya vile ambavyo tunajijali. Mungu anatujua, Mungu anaelewa kile ambacho unahitaji asubuhi ya leo. Wacha kujisumbua ndugu mpendwa. Wacha kujisumbua kupita kiasi, kwa maana Mungu anakujua, Mungu anakujali. Biblia inasema ya kwamba anawalisha ndege wa angani. Hao ndege hawapandi, hawafuni, wala hawakusanyi katika ghala, lakini Mungu huwalisha. Je, sisi si zaidi kuliko hao? Hata upande wa mavazi, Mungu huvalisha maua wakati wa mvua. Ukitazama nchi, maua yanakuwa mazuri ya kupendeza. Hayo yote ni matendo yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndugu mpendwa, asubuhi ya leo, elewa ya kwamba Mungu anakujali, Mungu anakupenda. Mungu anajua kile ambacho unakihitaji. Mungu anajua yale ambayo unasumbukia asubuhi ya leo. Lakini kwanza Biblia inasema tutafute ufalme wa Mungu na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hayo yote ambayo tunahitaji, Biblia inasema ni kuongezewa. Bwana asifiwe. Ukimtafuta Mungu, ukifanya mapenzi yake, yale ambayo unahitaji asubuhi ya leo ni kuongezewa, kwa sababu tayari Mungu ametupa. Bwana asifiwe. Mungu ametubariki, na tukitafuta ufalme wa Mungu, tukitenda mapenzi yake, ni kuongezewa yale ambayo tunahitaji. Kwa hivyo ndugu mpendwa, usijisumbue kupita kiasi, kwa maana Mungu anajua, Mungu anaelewa, Mungu anajua kile unahitaji. Kwa hivyo tafuta kwanza ufalme wa Mungu, tafuta mapenzi ya Mungu, na hayo yote ambayo unahitaji Mungu atakuongezea. Bwana atusaidie sana tunapoanza siku ya leo, na tunapoenda kushughulika, kujisumbua, kutafuta riziki siku ya leo. Ni kwa sababu Mungu anatupenda na anatujali. Basi na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, unayetupenda na kutujali na kutushughulikia kila siku, Mungu ambaye umeahidi ya kwamba kama unawalisha ndege wa angani, sisi ni zaidi kuliko hao, kwa sababu ndege hawapandi, ndege hawafuni, wala hawakusanyi na kuweka kwa ghala, lakini sisi tunapanda, sisi tunafuna na tunajua kutafuta, lakini wewe unatuongezea. Baba wetu na Mungu wetu, tunaomba ili ukapate kututia nguvu, ili tukitafuta na tukifanya mapenzi yako na tukitafuta ufalme wako, yale ambayo tunahitaji asubuhi ya leo, Mungu wetu ukapate kututimizia
kwa maana umetuahidi ya kwamba utatubariki. Umeahidi ya kwamba utaweza kutuongezea. Baba, naomba ukapate kutembea nasi siku ya leo na kutuongezea yale ambayo tunahitaji asubuhi ya leo na siku ya leo. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu tumeomba. Amina. Wacha Mungu wa mbinguni akaweze kuwaongezea yale ambayo mnahitaji siku ya leo. Tafuteni kwanza ufalme wa Mwenyezi Mungu. Hayo mengine yote utaweza na kuongezewa. Unaendelea na kufikiria na kujiuliza, mbona nisipate yale yote ambayo wanayahitaji katika maisha yangu? Sasa utayapata namna gani? Ili wewe haujaweza na kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Hapa tumeweza na kupewa jibu, suluhisho ya kupata kile ambacho tumekuwa tukihitaji, kile ambacho tumekuwa tukikiomba mbele za Mwenyezi Mungu. Mwanzo tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Ukiutafuta, hata Mungu mwenyewe anajua kile ambacho unahitaji katika maisha yako, kile ambacho unahitaji katika familia yako, na ataweza kukutimizia, maana umeweza na kutafuta ufalme wake kwanza. Tafuta. Kama unjapokea yote ambayo umekuwa ukiomba, jua kwamba unjatafuta ufalme wa Mwenyezi kwanza. Tafuta ufalme wa Mwenyezi kwanza, Mwenyezi Mungu kwanza. Hayo mengine ataweza na kukuongezea na kukubariki nayo. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Neema ya Mwenyezi Mungu na ikufunike na ikunenee mema yake.